ngoma ya kitoto huwa haikeshi, walisema watu wa zamani. Morocco wameshindwa kwenda kokote. Mimi nikajua wameyajenga kwamba bana hii penalty kapigwe kiaina kwa sababu walipata penalty mwanzoni. Lakini kinachoonekana ni kwamba pressure imekuwa kubwa ya mchezo. Ibrahim Diaz ameshindwa kuonyesha ukubwa wake. Ameweza kumpasia Mendy penenga ya ambayo ilikuwa ni ya hovyo sana. Furaha ya watu wengi weusi sisi hao ni kuona mtu afanikiwe. Kwa hiyo Morocco kutoboa sisi ndio furaha. After all tunyonga. Kama Tanzania alitufanya kitu kibaya pale kwao. Yaani amefika finali kwa matukio ya unga mwana. Leo amemfanya kitu ambacho na yeye alikuwa anawafanya wenzake pale kwenye ardhi ya nyumbani kwake. Hatari sana. Rekodi ambayo iliandikwa na Ivory Coast, Cote d'Ivoire ya kuhost mashindano na kuchukua kombe la AFCON imeshindikana kwa Morocco. Morocco wamezuiliwa ndani ya dakika 120 baada ya kucheza dakika 90 wakiwa 0-0. Wameenda hatua iliyofuata dakika 30 zingine na Morocco hakupata kitu, lakini wageni wa mji wa Morocco ambao ni Senegal wameweza kuchukua ushindi wa goli 1-0 na moja kwa moja wanatawaza kuwa mabingwa wa AFCON msimu huu. Imagine inauma kiasi gani Morocco ambayo yuko nyumbani. Morocco alivuka viunzi vingi sana, lakini leo amekuja kunasa kwenye hatua ya mwisho kabisa. Ibrahim Diaz ndo aliyepiga penalti ambayo waliipata dakika ya mwisho ya nyongeza ya kipindi cha pili, kwa maana ndani ya zile dakika 90, lakini haikuweza kuwasaidia. Nadhani mpira ndio uko hivyo. Tunapaswa kuheshimu mpira, tunapaswa kuheshimu matokeo ya mpira, lakini Senegal walikuwa wako bora sana leo. Kuanzia kujitoa kwa maana ya upambanaji kiwanjani, lakini ufundi, technicality mguuni, mchezaji mmoja walikuwa ni wazuri, lakini teamwork wakisema wana connect. Kuna goli moja wamekosa hapa mwishoni, walifanya link up kubwa sana, zilipigwa pasi ambazo ukiwa unaangalia mpira una enjoy. Na hivi ndivyo ambavyo imekuwa. Morocco, Waarabu mpo.